tunapoongea huko misikitini, makanisani, tuwakumbushe wajibu wao vijana. Serikali tunafanya jukumu letu, na ndio maana tuna wizara yetu ya vijana, maendeleo ya vijana chini ya ofisi ya Rais. Ameliona kwamba hawa vijana inabidi tuwatengenezee wizara yao peke yao, kwa sababu hawa tunakoelekea watakuja kusahau hata baba zao na mama zao waliowazaa. Yuko pale ndugu yangu Joel Hassan Anauka, kijana wetu kutoka Mtwara mjini pale, anapambana na anafanya kazi nzuri, tunampongeza, tunaona. Lakini tunaamini kwa namna ambavyo wizara hii imeanza na mipango ya bajeti kwa mwaka wa fedha 2026/27 tuendako ni kuzuri. Vijana hawa tutaongea nao lugha moja, watajua wajibu wa kuwalea wazazi ni wajibu wao wa msingi, na sio wajibu ule wa kusema kwamba ni yale, hapana. Kwa hiyo wazee, ili serikali tumelibeba, na ndio maana tumeona kuwe, Mheshimiwa Rais ameona kuwe na haja ya kuwa na wizara maalum ya vijana. Lengo tunataka turudishane kwenye mstari na vijana hawa tuwawezeshe wajue wajibu wao kwenye jamii. Lakini pia wazee kuwa swala mtambuka, yani kwamba ili kila tunapoimba swala mtambuka, wazee. Na nishukuru, mimi nimesikia kwa kirefu sana taarifa toka Wizara ya Mama inayoshughulikia mambo ya wazee ya Mheshimiwa Gwajima. Kuna vitu vingi sana vimefanyika, na kuna mipango mingi sana ya kujali wazee. Naamini hili la kuwa mtambuka, na najua hivi karibuni Mheshimiwa Rais ataunda baraza tena la ushauri la jumla tunapoelekea kwenye maridhiano, na wazee mtakuwa na nafasi kubwa sana kule, na haya mengine haya tutachomeka huko, hasa tunapoanza kipengele cha maridhiano, ili mambo ya wazee kama haya kwenu tunasema tupewe kipaumbele, kama kule Zanzibar wanapewa pensheni ya kila mwaka. Sasa tofauti na population yetu, tuseme idadi ya watu, sisi kwa bara kule ilikuwa rahisi, kwa sababu pia wazee ni wachache wa kuhesabu, na pia ni rahisi kumudu, na si kwamba ni ubaguzi, ndio ilivyo tu. Lakini kama tutayafanya hayo mliyasema, tukawaboreshea huduma za afya, tukahakikisha kuna mfuko maalum ambao mnaweza mkapata mikopo, automatically ile linakufa la kusema tupewe na mafao, si tayari mtakuwa mmewezesha katika mazingira hayo. Kwa hiyo hili linaweza kuwa limeondoka. Cha msingi ni yale muhimu serikali ambayo tunawajibika kuyafanya, tuyafanye. Tukiyafanya hayo, mengine yanakuwa yamejiendea na mtakuwa mmesha drop kwenye madai yenu kama wazee. Mkoa wa Lindi una wazee jumla 102,427. Huo ni mkoa wa Lindi, ambao hawa ni wana umri zaidi ya miaka 60, ambapo kuna mchanganuo wa wanawake na wanaume, lakini kiufupi ni 8.2% ya wakazi wote. Hii ni kwa mujibu wa sensa 2022. Lakini tunatambua kipekee kwamba rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameendelea kuwajali wazee kwa kuendelea kuwapa huduma mbalimbali zikiwemo afya, ulinzi na usalama wao, bima za afya na vitambulisho vya wazee. Lakini pia wazee hawa, kwa sababu ni wananchi na wakazi wa Lindi hii, wameendelea kunufaika pia na miradi mingi ya maendeleo ambayo Mheshimiwa Waziri umeendelea kuikagua. Kiufupi ni kwamba tunaendelea kushirikiana nao, tunaendelea kushikamana wote kwa umoja wetu, na hasa kwenye swala zima la afya naona limegusiwa zaidi kwenye hotuba hii. Ni kwamba tunajitahidi kwenye vituo vyetu vya afya na zahanati, kuna ile program inaitwa Mpishe Mzee Apate Huduma Kwanza, ili tuweze kuwapa kipaumbele wazee wetu. Wameshahangaika, wamelijenga hili taifa, wametumikia hii taifa, huu ni muda wetu wa kuwalea. Na hata ukisikiza hotuba yao bado tunahitaji kuwa nao karibu zaidi. Lakini Mheshimiwa Waziri, mimi niseme sasa kwa niaba yangu, mimi nijipendelee, sijifagilii wala sitafuti kujikosha mbele ya wazee wangu, lakini niwahakikishieni kwamba tunashirikiana sana. Na kipekee kwa manispaa ya Lindi tuna kituo cha kulea wazee, kiko chini ya taasisi ya dini. Pale ukienda kukagua lile daftari, mheshimiwa, nafanya mimi kwa nafasi yangu kila mwezi najitahidi kwenda kuwatembelea wale ni wazee ambao wako kwenye mazingira magumu kabisa, lakini wana taasisi kama hizo zinawashika mkono, taasisi za dini, lakini pia serikali kuna program mbalimbali tunaendelea nazo. Naomba tu niwaambie wazee kwamba tunawapenda, tunawathamini, tunawajali, lakini tunawategemea. Tunawashukuru kwa utumishi wenu, na tunawashukuru wengine bado mnatumikia. Tupo nao pamoja kwenye matukio mbalimbali, wanatusaidia kwenye vyombo mbalimbali, wanatusaidia sana, na tunawategemea sana. Ni wazoefu hapa, kuna wataalamu wa kila aina hapa. Kuna tumie fursa hii pia kuishukuru wizara yako Mheshimiwa Waziri
kwa kutualika kushiriki katika kikao hiki muhimu. Pia naomba nitoe salamu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. Dorothy Gwajima na katibu mkuu wake ndugu Eliakim Chacha Maswi, ambao wamesema wako pamoja nasi katika kujenga mahusiano. Mheshimiwa Waziri, Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 imeweka msisitizo wa kujenga Tanzania yenye maendeleo jumuishi, ambapo wananchi wa rika zote wanapata fursa sawa za kushiriki katika maendeleo na kunufaika na matunda yake. Dira hiyo inasisitiza upatikanaji wa huduma bora za afya, huduma za hifadhi ya jamii, ulinzi wa makundi maalum na uwepo wa mifumo madhubuti ya kuwahudumia wazee ili waweze kuishi maisha yenye afya, usalama, heshima na utu. Mheshimiwa Waziri, takwimu za sensa ya watu na makazi zinaonyesha kuwa Tanzania inaendelea kushuhudia ongezeko la idadi ya wazee, ambapo kwa sensa ya mwaka 2012 nchi yetu ilikuwa na wazee takriban milioni 2.5, wakati sensa ya mwaka 2022 ilionyesha idadi hiyo kuongezeka na kufikia takriban ya wazee milioni 3.4. Ongezeko hili linaonyesha mafanikio ya serikali katika kuimarisha huduma kwa jamii, lakini pia linaongeza wajibu wa serikali kuendelea kuimarisha mifumo, huduma, hifadhi na ulinzi kwa wazee. Mheshimiwa Waziri, Wizara inatambua na kuthamini mchango wa wazee kama tunu muhimu ya taifa hili. Dhamira hiyo imeainishwa katika Sera ya Taifa ya Wazee ya mwaka 2003 toleo la mwaka 2024 inayosisitiza kuhusu ulinzi, matunzo, hifadhi ya jamii na ustawi wa wazee. Taifa lisilojali wazee linapoteza hazina ya maarifa, uzoefu, historia na utamaduni ambavyo ni msingi wa kujenga mshikamano na maadili ya jamii. Katika kutekeleza jukumu hilo, wizara imeendelea kuratibu na kusimamia utekelezaji wa sera, sheria, kanuni na miongozo mbalimbali inayolenga kuboresha maisha, ustawi wa wazee nchini. Aidha, wizara inaendelea kuratibu utoaji wa huduma katika makazi ya wazee 13 ambayo yanasimamiwa na serikali, ambapo kufikia kipindi cha Julai 2026 jumla ya wazee 229 wakiwemo wanaume 139 na wanawake 90 walipatiwa huduma mbalimbali za matunzo ikiwemo malazi, chakula, afya, ulinzi na usalama. Makazi haya yanapatikana katika mikoa mbalimbali nchini ikiwemo mkoa wa Dar es Salaam, Kigoma, Kilimanjaro, Tabora, Mwanza, Manyara, Kagera pamoja na mkoa wa Mara. Mheshimiwa Waziri, serikali inaendelea kuwekeza katika kuboresha miundombinu ya makazi ya wazee nchini ili kuhakikisha wazee wanaishi katika mazingira salama yenye staha yanayokidhi mahitaji yao. Jitihada hizi zinaenda sambamba na maelekezo ya Dira ya Taifa ya 2050 inayosisitiza uwepo wa miundombinu jumuishi inayozingatia mahitaji ya makundi yote ya wananchi wakiwemo wazee. Baraza la Ushauri la Wazee wa Mkoa wa Lindi linatambua na kupongeza juhudi kubwa zinazofanywa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuimarisha ustawi, hifadhi, kinga na ulinzi wa wazee. Miongoni mwa juhudi na shughuli zinazoelekezwa na serikali kwa ajili ya wazee katika mkoa wa Lindi ni pamoja na hizi zifuatazo. 1. Utoaji wa huduma za afya bila malipo. Serikali inaendelea kutoa huduma za afya bila malipo kwa wazee katika hospitali, vituo vya afya na zahanati kwa lengo la kuwawezesha kupata huduma muhimu za matibabu na kuboresha afya zao. 2. Utambuzi na usajili wa wazee. Serikali kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa inaendelea kutambua na kusajili wazee ili kuwawezesha kupata huduma stahiki na kurahisisha upangaji wa mipango mbalimbali inayolenga kuboresha ustawi wao. 3. Utoaji wa vitambulisho vya wazee. Wazee wanaendelea kupatiwa vitambulisho vinavyowawezesha kutambulika na kupata huduma mbalimbali, hususan huduma za afya kwa mujibu wa taratibu na miongozo ya serikali. 4. Kuimarisha ulinzi na usalama kwa wazee.
serikali inaendelea kuimarisha huduma za ustawi wa jamii kwa wazee, ikiwemo utoaji wa ushauri, ulinzi na msaada kwa wazee walio katika mazingira magumu, kutoa elimu kwa jamii kuhusu haki za wazee na kuchukua hatua dhidi ya vitendo vya unyanyasaji, ukatili, ubaguzi na unyonyaji vinavyowakabili wazee.